Zile message tuma pesa kwa namba hii, wangapi hapa wamewahi kupigwa? Kwa hiyo tunahitajika tuwe makini sana tunapotumia mawasiliano. Katika kipindi cha mwezi wa kwanza, wa pili na watatu kulikuwa na majaribio ya uhalifu kwa kutumia laini ya simu takribani 9,800, zile tuma pesa kwa namba hii. Na kwa nini bado ipo? Ni kwa sababu kuna watu bado ni rahisi kuibiwa. Sasa ni muhimu sana wewe uliyesajili laini ya simu kuhakikisha ile laini uliyosajili iko salama, kwa sababu vinginevyo wapo watu leo hii wako pabaya, sio kwa sababu walifanya uhalifu wao, lakini laini aliyoisajili yeye imetumika kufanya uhalifu na akaingia kwenye shida isiyo na lazima. Sasa tumezindua kama taifa dira ya maendeleo ya mwaka 2050, na katika dira ile kuna malengo, nguzo kuu mbalimbali zilizoainishwa, lakini nguzo mojawapo ni kuhakikisha kama taifa tuna jamii iliyobobea kwenye teknolojia, lakini yenye ufahamu mkubwa kwenye teknolojia zinazoibukia, lakini kwenye matumizi ya kidigiti. Kuhakikisha jamii yetu walau 70% ina ufahamu mzuri wa kidigiti, lakini walau 80% huduma mbalimbali zinazofanyika zimeunganishwa kwenye mfumo wa kidigiti, na kwa namna hiyo kuleta tija zaidi katika nchi. Sasa nyinyi ni walimu, na sisi wakati tunasoma huko tulifundishwa, kulikuwa kuna zama za mawe, zama za kale huko za mawe, za chuma, lakini tukaenda mapinduzi ya viwanda, lakini leo tuko kwenye zama za taarifa, information age. Zama za viwanda zilikuwa zinabebwa na mtaji wa watu kufanya kitu, lakini zama za taarifa zina msingi wake ni watu, ufahamu wao, nini wanacho kichwani. Na nyinyi kama walimu mna nafasi muhimu ya kuhakikisha tunajenga jamii, kizazi kilichobobea hapo na ambacho kinaweza kikaifanya Tanzania isiwe mtumiaji tu, lakini iwe miongoni mwa players wakuu katika uchumi huu wa kidigiti. Na katika kuhakikisha hivyo, mnajua kuna walimu wa hesabu hapa. Tulifundishwa kuanzia shule ya msingi, sekondari mpaka vyuo vikuu hesabu za namna tofauti tofauti, lakini kupitia hesabu, kupitia sayansi, teknolojia na engineering inaleta msingi wa sisi kama taifa, namna tunavyoweza kujijenga kwenye digiti, lakini namna ambavyo tunaweza tukafanya jamii yenye ufahamu. Yes. Na katika mashule tunaomba, katika mashule kuna vilabu vya rushwa, vilabu vya hesabu na kadhalika. Muhimu pia kuanzisha vilabu vya kidigiti ambao watoto wetu hawa kutoka shule za awali wapate sehemu ambapo watafanya discussion, kujadiliana, lakini kujifunza zaidi ili kujenga ufahamu wao.